kisha katika mafunzo tumeelezwa kwamba tunahiji kwa kuanza kufanya umra, alafu tunapumzika. Inshallah tutakuwa na mapumziko karibu ya siku 6 kabla hija inshallah. Sasa tukiondoka hapa tunaondoka kama kundi la pamoja, na sisi viongozi pia tunatakiwa kwamba kila mmoja awachunge au tutakapofuatana nao wasitawanyike wala wasipotee, na hasa wale wapya. Kitu cha msingi kwanza ni kwa wasikivu, kile tutakuelekezwa ndivyo tufanye, na kila mmoja mzigo mwenzake kwamba tumeelekezwa hivi ufuate hivi. Akikutoka mwenzako mrudishe, kwa sababu katika tawafu mpaka tunafika sai ni pahala pa kutawanyika sana, kuna misukumano mingi, na tumeweka wakati huu maksudi kwa maana ya kwamba ni wakati mwafaka kwa sisi ambao tumefika leo. Tungepanda kipindi kile tulitakuwa cha magharibi, basi tungekumbana na zahma na pengine tungefika katikati ya njia tungekwama, hatutaweza kuingia. Lakini sasa hivi umma ndio unarudi kutoka salatul isha, ni nafasi nzuri kwetu sisi. Upungufu wa watu tutakuwa huko, na tutapata kuingia kidogo na kwenda kufanya mizunguko yetu 7 ya tawafu, kisha tutakwenda kusali rakaa 2 nyuma makamu Ibrahim. Kama nafasi kupatikana pale popote katika msikiti, mnaweza mkasali hizo rakaa 2. Tukitoka pale tutakwenda kutafuta maji ya Zamzam, tutakunywa kidogo, na baada ya hapo tutaingia katika sa'i baina Safa na Marwa, na tumeelezwa namna gani tunavisoma katika tawafu. Kila mmoja katika sisi ahakikishwe kwamba anao udhu, kwa sababu tawafu ni sala, tunafahamiana. Na ikiwa umetenguka udhu, utoke uende ukatia udhu, lakini hata kutoka jaribu kila hali utafute kiongozi utoke naye, kwa sababu utajua umerejea upande gani. Na kadiri utakapokuwa unazunguka mizunguko yako, hisabu kwamba imetimia mizunguko 7. Tunafahamiana vizuri mizunguko 7. Katika mzunguko wa kwanza tunaanza katika Hajarul Aswad kama mlivyoelezewa. Ukitoka katika Hajarul Aswad unazunguka unakwenda, ukirudi pale katika Hajar tena ni 1, unazunguka tena ukirudi 2, ukizunguka tena 3 mpaka nafika 7. Jitahidini vile katika msiige watu wanapofanya, yani msije baadhi ya watu ambao mnaona wanafanya bila taaluma. Unaweza ukaenda pale ukakuta watu wamenyosha mikono bismillah Allahu akbar, na ukanyosha pale. Hakikisha umekwenda kunyosha mkono wako katika Hajarul Aswad. Utaweza kufika kutokana na zahma ya sehemu ile, lakini taa za kijani zinakuonesha. Ukiona taa za kijani zile, unajua hapa ndo start ya tawafu. Kwa hiyo inawezekana katika kwenda tukenda katika msururu pamoja, lakini wakawa hawa walikuwa mwanzo wakawa tayari wamesema bismillah Allahu akbar, wakabufu hata kwa mbali na sharia. Sasa isiwe wewe tena ulioko nyuma katika msururu huko, na wewe ukanyosha ulipo, usipate hawa mbele, na wewe hakikisha kwamba umefika katika sehemu kile, ndio unasema bismillah Allahu akbar. Bega lako la kulia na kushoto hakikisha liko upande wa Kaaba, na bega la kulia liko yani tunakwenda anti clockwise, wanasema katika mpango wa kisasa, basi tunakwenda hivi. Vile usiwe na tatizo ukiona tumekwenda tukapita nyuma ya kituturi kile cha Nabii Ibrahim. Hivyo unaweza ukipita kwa ndani, unaweza ukipita kwa nje yake, lakini kuna Hijri Ismaili, kuna sehemu kama mwezi vimekaa hivyo katika Kaaba kwa mbele. Hakikisha kwamba uipenye katikati, kwa wakati unasali pale ukasema nipenye na izunguka Kaaba, utakuwa umetoka nje ya tawafu, lazima uizunguke kwa nje. Tumefahamiana? Na ile katika Kaaba ina rukuni 4. Kuna rukuni Shami, kuna rukuni Iraki, kuna rukuni Yamani, na kuna Hajarul Aswad. Ni nguzo 4 hizi. Kwa hiyo ukifika katika rukuni Yamani ambayo inakuwa ukitoka katika Hajarul Aswad huku, rukuni Yamani inakuwa ni ya 3 yake. Ya 4 yake. Pale unasoma li rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar, mpaka umalize mwendo wako utafikia Hajarul Aswad. Unaanza tena mwendo nini, bismillah Allahu akbar, unakwenda. Tunafahamiana kwa hiyo twende huko tukao tunaelewa kile tunachokifanya, na Mwenyezi Mungu atusaidie inshallah.
Kutoka pale tumesali rakaa 2 pale tunaelekea katika sehemu nyinginezo, lakini kitu cha msingi tutawazungumza na wazee wetu wanaume huku ili tuko hifadhini. Tuko hifadhini kwa maana tunapenda sisi kuwazunguka wanawake, kwa hivyo tunakaa kwa round, kwa maana tunakubaneni katikati. Kwa hiyo tuende kwa pamoja. Hatutaki kuingia katika msongomano, msisukumane na mtu wala usitoe maneno ya hasira utapokuwa umesukumwa pale. Hapana, wala kuna mijadala. Usiwe na hofu wakati unafanya tawafu ukasema sasa nitasoma nini. Unachokijua kisome. Qul huwallahu soma, la ilaha illallah muhammadur rasulullah soma. Umefahamiana? Uko unazijua dua nyingine soma. Hakuna dua mbaya. Usimwapize mtu tu. Umefahamiana? Mpenzi mtazamaji, kama unavyoona tuko katika Sharaf Muhammad Abdallah Hoteli katika mji mtukufu wa Maka, ambapo mahujaji wa tauhidi kama mnavyoona usiku wa saa 4 huu ndio wanatoka rasmi, kina mama hao na kina baba, kwa ajili ya kuelekea tayari kufanya ibada ya umra. Kundi hili la tauhidi, mahujaji 105 ambao wamewasili leo katika mji mtukufu huu wa Maka leo tarehe 18 mwezi huu wa 6 mwaka huu 2023 katika mji mtukufu wa Maka, tayari kwa ajili ya ibada ya hija mwaka huu, ambapo hivi sasa wanatoka wakiwa na viongozi wao kuelekea katika mji mtukufu wa Maka. Ni barabara kubwa hii, kama mnavyoona msikiti ni huu hapa, uko karibu kabisa ambapo tunakwenda. Karibuni, unatembea ni dakika si chini ya 20 hapa, ambapo ndio tunatarajiwa kwenda huko. Kundi la kina mama hao wa tauhidi kama mnavyoona wametoka, wako nje, kina mama wa tauhidi wako nje hapa kwa ajili ya kuelekea katika kufanya ibada ya tawafu katika msikiti mtukufu wa Maka. Naona kitu Saisi saba si nataka kwenda haram. Sasa na jengine tulisema akili nzuri tapiga picha. Mpenzi mtazamaji, kama unavyoona kina mama wa tauhidi hao ambao wamewasili leo katika mji mtukufu wa Maka tayari usiku huu kwa ajili ya kuelekea kufanya ibada ya umra. Wanaelekea kufanya ibada ya umra, kina mama mbali hao ambao nawaona naye. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi naitwa Salama Ahmed Kasim. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu ametujalia tumefika katika mji huu wa Maka kwa ajili ya kutekeleza ibada ya hija na umra. Lakini leo hii tunaelekea katika ibada, tunaanza na ibada ya umra. Tumeshahirimia tayari katika mikati. Sasa hivi tunakwenda kuanza kutufu al-Kaaba. Tukimaliza kutufu, alhamdulillah, tutaenda kusali rakaa 2 pale. Tukimaliza tutakunywa maji ya Zamzam. Tukimaliza tutakwenda kufanya sa'i ya umra. Tutakwenda kufanya sa'i ya umra ambayo ni Safa al-Marwa. Tukimaliza tutakata nywele na kunyoa kidogo, na siku ya leo itakuwa tumemaliza ibada ya umra. Tukirudi wanaume leo watakuwa huru kuvua ihram, na sisi tutaendelea na ibada nyingine inshallah mpaka itakapofika mwezi 8 kwa ajili ya kuja kuhirimia hija biidhnillah. Baadaye tutafanya safari ya kwenda Mina, kukaa Mina. Baadaye siku ya mwezi 9 tutaenda kusimama Arafa. Tukitoka hapo tunakuja kulala Muzdalifa siku hiyo tukitoka. Baadaye tutakwenda siku ya pili yake tukiamka kwenye Jamarat al-Aqaba. Tukitoka pale atakayeweza atarudi Maka kuja kufanya kutufu kwa ajili ya hija, na baadaye kurudi tena kulala Mina, kumalizia zile siku za yaumu tashrik, kutupa mawe katika yale sehemu zote za Jamarat zote 3, moja kubwa na katikati na lile dogo kabisa. Baada ya hapo tutarudi na tutaendelea na ibada nyingine kwa kusubiria kwenda Madina. Alhamdulillah. Watu wangalia na wanaume wanapangwa kule. La sharika lak labbaik Allahumma labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan
tutafute. Gracias.